Habari za wakati huu mtazamaji, mimi ni Benjamin Misanga na huu ni mwendelezo wa matangazo yetu. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kuwa Marekani inaibishwa na Irani, akidai kuwa Irani imeishinda maarifa utawala wa Trump akija katika swala la kufanya mazungumzo. Siku mbili zilizopita, Trump aliahirisha safari ya wajumbe wa Marekani kuelekea mjini Islamabad, Pakistani kufanya mazungumzo na Irani. Duru ya kwanza ya mazungumzo haya yaliyoongozwa na naibu wa rais wa Marekani JD Vance yaliambulia patupu. Merz amesema upande wa Trump ndio unachezewa. Wairani wako na ujuzi ukija katika suala la kufanya mazungumzo, au labda pia hawana ujuzi huo kwa kuruhusu wajumbe wa Marekani kusafiri hadi mjini Islamabad na kuwaacha waondoke bila makubaliano yoyote, alisema Merz. Taifa zima linadhalilishwa na uongozi wa Irani, haswa na viongozi wa jeshi la mapinduzi. Natumai hili litaisha hivi karibuni. Irani waliwasilisha hapo jana pendekezo la kusitisha vita iliyojumuisha kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kufanya mazungumzo pembeni hapo baadaye kuhusu silaha za nyuklia, makombora na kuondolewa vikwazo vya kiuchumi. Huku swali ikiwa je, NATO inaweza kuwa nguvu ya kuaminika bila Marekani? Wakati huo mahusiano ya kuvuka Atlantiki kati ya Marekani na Ulaya yameingia kwenye mvutano mpya baada ya mataifa ya Ulaya kukataa kushiriki kikamilifu katika mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa ametumia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuonyesha kukerwa kwake na washirika wa Ulaya na hata kutishia kujiondoa katika muungano wa kijeshi wa muda mrefu Northern Atlantic Treaty Organization, yani NATO. Marekani ndiyo inayochangia sehemu kubwa ya matumizi ya ulinzi na teknolojia ya kisasa ya kijeshi ndani ya NATO. Ikiwa ingeondoka, swali linabaki: je, mataifa ya Ulaya yangekuwa na uwezo wa kutoa ulinzi wa kuaminika, deterrence, bila msaada wa kijeshi wa Marekani?